Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Ni kwamba kilichotokea kwenye mitandao ya kijamii siku ya leo ni kwamba Abi Kubanga ameweza kuelezea kuhusiana na hii record ambayo itakuja kutoka kati ya Zuchu pamoja na Ibra, na inasemekana kwamba Abi Kubanga amepenyezewa taarifa na watu wa karibu kabisa, kwa sababu tunajua sasa hivi Abi Kubanga anaelezea sana kuhusiana na masuala ya WCB. Ameachana kumzungumzia tena Harmonize na kusupport kazi zake. Ameonekana kumzungumzia zaidi Diamond Platnumz kama ni mtu mwenye mafanikio makubwa, na Diamond ni mtu ambaye anamuona kama kioo, au sio bana? Lakini pia ni kama unataka Sansampa basi lazima umzungumzie Simba. Ndivyo anavyofanya Abi Kubanga. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram aliposti picha mbili akizungumzia kwamba kutakuwa kuna collab. Kutakuwa na collab kati ya Ibra pamoja na Zuchu. Afu Abi Kubanga kaandika hii collab na isubiri kwa hamu sana, na ikitokea naomba wimbo wao uitwe 2020, maana ndio mwaka waliotoka. Yani unajua Ibra pamoja na Zuchu walitambulishwa mwaka mmoja. Alianza Ibra akafuata Zuchu, au sio bana? Na tunaona mwaka huu 2020 ndio mwaka ambao Watanzania tuliwafahamu wasanii hawa wenye vipaji vikubwa sana, kwa sababu tunaona ni jinsi gani ambavyo wamefanya makubwa mpaka sasa hivi. Zuchu akitengeneza numbers za kutosha na akiweka rekodi za kutosha, lakini pia kwa upande wa Ibra akitengeneza kazi za kutosha. Sasa kwa upande wao bado hawajazungumza kuhusiana na kazi hiyo mpya, labda kama management imeweza kukaa nao, labda management ya Ibra pamoja na management ya Zuchu kukaa pamoja kuzungumzia kuhusiana kufanya nao kazi pamoja, kwa sababu tunaona kijana kila akifanya kazi amekuwa akifanya vizuri sana. Yani amekuwa akifanya vizuri zaidi, au sio bwana, na nyimbo ambazo anatoa mwenyewe. Kwa hiyo kwenye upande wa melody Dogo ni mkali, lakini pia Ibra ni kijana aliyetengenezwa na Harmonize. Sasa maoni ya mashabiki akasema Zuchu alianza muziki kitambo akiimba taarabu. Hicho kitambo ulikuwa unamfahamu? Konde Gang alimpoteza Ibra. Ukimaanisha kwamba Zuchu muda mrefu sana alikuwa anaimba taarabu, alikuwa anaimba sana, lakini ndio hivyo hakupata mkono sahihi labda wa kumshikilia ili kuweza kumtambulisha katika game ya Bongo Flava. Mwingine akasema kwamba maskini Kubanga anatia huruma. Sio huruma, anajiaibisha. Mtoto kiume anaacha kupambana na maisha yake, analazimisha uchawa, yani anaitika wakati hajaitwa. Yani wakimaanisha kwamba kwa kazi anayofanya Abi Kubanga kwenda kumzungumzia Diamond ni kitu ambacho anajishushia brand, na kwa namna moja ama nyingine ni kama anajipotezea mashabiki, au sio bana? Kwa sababu kwa nini amzungumzie msanii wakati kuna kazi za kufanya, au sio bana? Kwa hiyo anaitika kabla bado hajaitwa. Mwingine akasema kwamba Abi unazingua bro, sikuoni kawaida, au sio bana? Ila kumbuka Harmonize alikupakia hadi kwenye ndege. Kumbuka ta Harmonize, unajua Harmonize wakati anaelekea Mwanza, kuna show moja inafanya kule Mwanza, sikumbuki, lakini nakumbuka ilikuwa ni ya campaign kama sikosei, au kama ilipo, lakini tunaona hizo show Abi Kubanga pamoja na timu nzima ya Konde Gang walikuwa pamoja kwenye ndege. Ilikuwa ni private jet bana. Ni ndege ambayo ni ya kifahari, na ni ndege ambayo inakodiwa na wasanii wenye pesa kubwa ama watu wenye influence kubwa. Sasa tunaona kwa mara ya kwanza jamaa alipandaga aviator, afu baadaye akapanda private jet kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza kwa ajili ya show. Kwa hiyo tunaona Harmonize alifanya kitu kikubwa, na anaulizwa kwamba kumbuka, unaweza ukasahau, lakini bidi ukumbuke kwamba kwa namna moja ama nyingine
unayemzungumzia vibaya aliwahi kukupandisha kwenye ndege. Mmoja kasema ilo maskini mbaya sana. Juzi tu kati hapo ulikuwa unamnafikia Baba Levo kwenye kampeni zake ukidai ni mcheza kamari na ni chawa wa Diamond. Kumbe ulikuwa unamuonea wivu mafanikio yake. Sasa umeona hajafanikiwa kumzalia Diamond, unataka kuchukua nafasi yake umzalie Wesi. Hivyo wewe ndio ulikuwa unabatu na Mr Pimbi kisa kukacha upande wa Konde Gang. Nikawa na kuona mtu wa maana sana kwamba kukubali kukaza kiumeni na anazidi, kumbe we naye ni wale tunja kali. Haya, ngoja tuone kama utatoboa kwa upande wako, kwa upande huu uliochagua. Ila I really mean up and down za mtu kama umeamua kwenda naye, uendana naye, usiwe kama malaya ambaye anaangalia dau kubwa. Kwanza kabisa ukiangalia hii caption ni kama Bikubanga na pio za uso, kwamba kuna kipindi juzi tu alikuwa na nafikia Baba Levo. Nakumbuka kuna zile kampeni ambazo wanasema kwamba Zito inabidi aongoze Kigoma, mambo ya kampeni haya, mambo ya siasa ambayo Mkubwa Media hatuyazungumzi sana. Sasa inasemekana kwamba pengine alinunuliwa upande wa pili, kwa sababu unajua Baba Levo anataka kiti cha ubunge. Yeye anasema kwamba mashabiki bwana, huyu mtu bwana anazingua vitu kama hivyo. Kwa hiyo inaonekana anamuonea wivu Baba Levo, kwa sababu tunaona tayari alikuwa na batu na Mr Pimbi. Nani ilikuwa amegoma kabisa kuondoka katika pale record label ya Konde Gang, na baada ya kugoma kuondoka kwenye record label ya Konde Gang na kumsema kwamba huyu Mr Pimbi ni kama anazingua hivi, au sio bwana, ni kama anazingua kuondoka Konde Gang, lakini kumbe ni njaa tu ambazo zinamfanya aweze kuondoka. Sasa tuje kwenye collab sasa. Kwenye collab yenyewe ni kwamba Ibra anategemea kutoa kazi mpya na Zuchu. Hawa ni vijana wawili ambao wamefanya makubwa kwenye industry ya muziki wa Bongo Flava. Ni kama Bikubanga anasema kwamba anatamani kuona collab yao ikitoka, kwa sababu walianza muziki pamoja na anataka wimbo wao uitwe 2020, maana ndio mwaka waliotoka na Watanzania wakawafahamu. Unajua ndo pale mtu ndo unamfahamu Zuchu, unamfahamu Ibra, na wote hao walikuwa wanafanya kazi sambamba katika record label. Huyu Ibra alikuwa Konde Gang, lakini Zuchu yupo kwa Diamond. Unalipi la kuzungumzia kuhusiana na kolabo hiyo aliyezungumzia Bikubanga kuhusiana na Zuchu pamoja na Ibra? Dondosha maoni yako kisha na bonyeza alama nyekundu ili ndio subscribe.